mkaribishe, mwambie tunakukaribisha sana mgeni. Yesu asifiwe sana. Msalimie mgeni, mwambie tunakukaribisha, na kwa sababu ya muda wetu wakati mwingine tutakupa nafasi. Yesu asifiwe sana. Leo ninaomba nikae sana kifundisho. Nimeona kanisa la sasa limekosa fundisho ambalo linapelekea hatua kubwa sana ya anguko la kikanisa. Na kanisa likikosa msingi wa fundisho linapelekea katika hatua ya kuharibikiwa. Watu wanakuwa ni ambao hawezi kusimama na Mungu. Wamekaa katika miujiza. Hapa miujiza ipo, lakini miujiza haitoweza kuwa na maana yoyote kama ndani yako hakuna neno. Miujiza haitokuwa na maana yoyote kama ndani yako hauna Yesu. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wengi wenyeji wa hapa mnafahamu Mungu wa madhabahu hii anafanya nini, lakini sio kila itwapo leo tutaweza kuonyesha ishara na maajabu. Nahitaji kwanza kanisa lijengwe katika misingi. Hayo mengine ni sehemu ya package. Ukisha kuwa ndani ya Yesu, unakuwa kuna kifurushi unachokipewa kinachokusaidia wewe kuweza kuishi ulimwenguni kwa ufahamu pana sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba kama ni mshirika wa kanisa hili na wewe uliyekuja kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana, naomba tambua siku ya leo sipo katika kufumua mapepo. Nipo kwa ajili ya kuweza kufumua akili za watu ambazo shetani ameweka vitu vya kwake, na nataka niweze kuweka vitu vya Mungu. Yesu asifiwe sana. Nahitaji niweze kuweka vitu vya Mungu. Na kama unaandika, ninaomba uandike ujumbe unaosema uwe mtendaji wa neno na si msikilizaji wa neno. Uwe mtendaji wa neno na sio msikilizaji wa neno. Narudia tena. Na kama unaandika, andika ujumbe unaosema uwe msikilizaji wa neno. Sijasema muwe, nimesema uwe. Ni mtu mmoja ndiye anayeweza kuamua. Wokovu ni wa mtu mmoja. Wokovu sio wa watu wote. Japokuwa umekuja kwa watu wote, lakini wokovu umekuja kwa mtu huyu mmoja. Naweza nikasema ni kwa ajili yangu. Wewe unaweza ukaamua kujipambanua, wewe ukasema ni wokovu umekuja kwa ajili yangu. Yesu asifiwe sana. Kwa wokovu umekuja kwa ajili yangu, na wewe unaweza ukasema wokovu umekuja kwa ajili yangu. Kwa naomba uweze kuendana na mimi na ufuatane na mimi kuweza kupata maarifa yatakayoweza kusaidia kuishi katika ufahamu wa neno. Kuishi katika ufahamu wa neno. Hapa tunajikuta katika namna moja au nyingine, wachungaji wengi tumehubiri kuhusiana habari ya baraka. Wachungaji wengi tumeweza kuhubiri kwa ajili ya uponyaji. Wachungaji wengi tumeweza kuhubiri kwa ajili ya kuinuliwa pamoja na mambo ya fedha. Lakini kama tutaweza kuhubiriana kwa ajili ya mambo ya fedha, tutahubiriana kwa ajili ya mambo ya kubarikiwa, tutahubiriana kwa ajili ya mambo mengine, sio mbaya sana. Lakini je, ukiwa na fedha hapa duniani inaweza ikakufanya ukaenda mbinguni? Jibu unaweza ukalipata. Fedha yako inawezekana ikakufanya usiende mbinguni, kwa sababu utakuwa hauna neno la maarifa la kuifanya hii fedha ikufanye uione mbingu. Yesu asifiwe sana. Wengi tuliweza kuwaona wakina Sauli. Kabla ya hapo, Sauli alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Sauli tunayemzungumza kwenye Biblia. Wakina Nebukadneza walikuwa ni watumishi wa Mungu. Msiwasome katika tafasiri nyingine. Hawa walikuwa ni watumishi wa Mungu. Wakina Nebukadneza, wakina Sauli walikuwa ni watumishi wa Mungu. Lakini Bwana alipowainua, na kwa sababu walikuwa hawana msingi na kusimamia maandiko na kusimamia katika neno na kulitenda, waliamua kuacha ile neema, wakaweza kuwasikiliza wanadamu.
wakalewa viburi vya wanadamu, na baada ya kulewa viburi vya wanadamu Mungu akawaacha. Na Mungu anao watu wengi. Mungu huwezi nikajivunia kama mimi nikasema eti mimi ndiye ninayeweza kuliongoza kanisa hapa. Hapana. Nikiinuka katika kiwango kile cha kiburi, Mungu ananiacha. Yesu asifiwe sana. Na hata wewe uliopo mahali hapa, kama ukidhani wewe ndiye msingi wa kuwa, kama wewe haupo kanisani, ni inawezekana kanisa likaweza kuanguka likafa. Hapana. Mimi sio sababu ya kanisa ili kuendelea. Inawezekana nipo au nisiwepo, lakini kanisa la Bwana linaendelea mbele. Mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa sababu nini? Kanisa ni lazima lijengwe katika misingi ya mwamba. Na mwamba ni Yesu Kristo. Mwamba ni jina la Yesu. Lakini kanisa ambalo halipo katika msingi wa mwamba ni kanisa ambalo yakipita mawimbi yana uwezo kulisukasuka, na kanisa hili likakosa namna ya kuweza kuhimili na litadondoka chini. Kwa ni lazima tulifikishe kanisa. Na hata wewe mwenyewe naomba uandae akili yako uweze kujua kanisa tunatarajia kuliona kanisa la namna gani. Haleluya. Nafasi yangu kama askofu, sifa yangu napaswa kulifundisha kanisa. Miujiza mtapata, kuinuliwa utainuliwa, lakini kama utainuliwa na hauna msingi, anguko lako litakuwa ni kubwa sana. Na siku zote anguko la mtu mwenye haki likidondoka, kuinuka kwake inachukua vita kubwa sana, kwa sababu shetani anajua kabisa huyu mtu nikimruhusu tena akainuka, madhara nitakayoweza kuyapata ni makubwa sana. Yesu asifiwe sana. Kwa naomba uandae akili yako uweze kujua siku ya leo tupo katika namna ya kuweza kupata fundisho. Usije na mentality ya kusema kanisani kwetu tunaendaga hivi. Ni kwako. Ndio maana ukisoma maandiko kuna habari ya tabia makanisa 7. Tabia makanisa mangapi? 7. Yale makanisa 7, kila kanisa lilikuwa na mfumo wake wa kuendesha, lakini roho ni yule yule. Yesu asifiwe sana. Roho ni yule yule. Kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari ule wa 22. Kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 22 mpaka 24. Biblia inasema hivi, kama haujapata. Biblia inasema hivi. Msomaji wangu leo hayupo. Lakini iweni ni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mkizidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Haleluya. Nimezungumzia ujumbe unaosema uwe mtendaji wa neno na sio msikilizaji wa neno. Yesu asifiwe sana. Uwe mtendaji wa neno na sio msikilizaji wa neno. Biblia inaendelea kutufundisha kuhusiana habari ya mtu anayeweza kwenda kwenye kioo, na anapofika kwenye kioo hujitazama kwenye kioo, na baada ya kujitazama kwenye kioo kisha huenda zake. Huyu mtu anafananishwa na mtu anayeweza kulisikiliza neno halafu asilitende lile neno. Biblia inatukataza tusiwe wasikilizaji wa neno bali watendaji wa neno. Na kama tutakuwa ni watu wa kutenda neno, tafasiri yake ni nini? Ni kama mtu aliyeenda kwenye kioo na kujitazama, na huku ana matongotongo, na baada ya kuiona matongotongo asiyaondoe yale matongotongo yake, kisha huyu mtu huondoka. Na hata watu wanaomtazama huku nje lazima wamshangae,
Huyu mtu ameenda kwenye kioo, amejitazama na kisha ameweza kuondoka, na yale ambayo ameyaona akiwa kwenye kioo hajaweza kuyashughulikia, na hatimaye ameweza kuondoka. Huyu mtu lazima aweze kumwangalia katika jicho la tofauti, jicho la mtu mwenye ufahamu mdogo. Umeenda kwenye kioo kujitazama, lengo la kujitazama ilikuwa ni nini? Lengo la kujitazama ni ili uweze kujisafisha. Kioo tunachokizungumza sasa ni madhabahu ya Mungu iliyoweza kuinuliwa kwa ajili yetu mimi na wewe. Neno la Mungu ni kioo ambacho tunaweza kujitazama. Hapa madhabahuni unapaswa kujitazama. Je, katika yale ambayo mtumishi wa Bwana anafundisha, haya mambo, je, katika maisha yangu ni yapi ambayo ninayatenda, yapi ambayo siyatendi? Je,